Home Clinic. Uhari gani mtazamaji wa Sauti TV, karibu tena kutazama kipindi cha Home Clinic, kipindi ambacho kinakupa maarifa kuhusiana na afya yako. Ni kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumatano, muda na wakati kama huu. Na leo kwenye Home Clinic tutaangazia umuhimu wa kunywa maji kwa afya ya binadamu. Ungana nami Irene Chitale, Health Queen, kuanzia mwanzo hadi mwisho. Na kabla hatujaendelea, turudi nyuma kwenye clinical puzzle ya wiki iliyopita. Swali lilikuwa likihoji, je, ni kiungo gani cha mwili wa binadamu ambacho husaidia kuchuja sumu mwilini? Na mtazamaji, jibu lake ni ini. Kazi ya ini mwilini ni husaidia kuchuja sumu, vile vile huhifadhi virutubisho mwilini. Mtazamaji, baada ya kutazama clinical puzzle ya wiki iliyopita, na sasa tukatazame afya storyline ya leo. Maji ni rasilimali muhimu katika kujenga na kuimarisha afya ya mwanadamu. Kauli hii siyo maneno tu, bali yana mantiki kutokana na ukweli wa kisayansi unaothibitishwa na tafiti nyingi za afya. Mwili wa binadamu unategemea maji ili kuendelea kuishi, kufanya kazi vizuri na kujilinda dhidi ya magonjwa. Takwimu zinaonyesha kuwa zaidi ya 20% ya watu wazima duniani wanakabiliwa na tatizo la kufunga choo, hali inayohusishwa kwa kiasi kikubwa na upungufu wa maji mwilini. Kila kiungo kwenye mwili wa binadamu kinahitaji maji ili kiweze kufanya kazi vizuri. Lakini licha ya umuhimu huu, watu wengi bado wapo nyuma katika kuzingatia umuhimu wa kunywa maji ya kutosha kila siku kwa ajili ya afya zao. Maji sio tu husaidia kutimiza mahitaji ya mwili, bali pia husaidia kudumisha afya na ustawi wa jumla wa mwili na akili. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, zinaeleza kuwa kati ya 60 mpaka 70 ya mwili wa binadamu unaundwa na maji, ambapo maji hupatikana katika misuli, damu pamoja na sehemu nyingi za mwili wa binadamu. Taasisi za afya zinapendekeza kila mtu kunywa maji safi na salama ya kutosha kulingana na mahitaji ya mwili, ambapo kwa mwanaume anatakiwa kunywa maji takriban lita 3 za maji kila siku, na kwa mwanamke anatakiwa kunywa lita 2 hadi 2.5 kwa kiwango kinachoongezeka kulingana na hali ya hewa pamoja na aina ya kazi anayoifanya. Nchini Tanzania, Wizara ya Afya imekuwa ikihimiza wananchi kunywa maji safi na salama kama njia rahisi ya kuimarisha afya na kuzuia magonjwa. Kunywa maji ya kutosha husaidia mwili kudhibiti joto lake na kuendeleza kufanya kazi katika mazingira tofauti tofauti. Mtu anapofanya kazi nzito au kuwa katika hali ya joto, hivyo hupelekea mwili kupoteza maji kupitia jasho. Maji husaidia kupunguza joto la mwili na kuzuia madhara kama uchovu mkali na kupanda kwa joto mwilini. Bila kunywa maji ya kutosha, mwili hushindwa kujiweka sawa na mtu huweza kupoteza nguvu, kupoteza fahamu na hata kupoteza maisha katika hali hii. Kutokunywa maji ya kutosha hupelekea upungufu wa maji mwilini, hivyo husababisha maumivu ya kichwa, chovu wa haraka, kizunguzungu na hata ngozi kukauka na kupungua kwa mkojo mwilini. Kwa taarifa za WHO pamoja na UNICEF, zaidi ya watu bilioni 2 duniani hawana upatikanaji wa maji safi na salama, hali inayochangia vifo vingi ambavyo vinaweza kuzuilika, hasa kwa watoto chini ya miaka 5 wanakumbwa na magonjwa ya kuhara. Kwa ujumla, maji ni msingi wa uhai, afya na maendeleo ya binadamu. Kunywa maji ya kutosha ni hatua ndogo sana, lakini yenye faida kubwa kiafya. Naam, mtazamaji, baada ya kutazama afya storyline ya leo, na sasa tukatazame maoni mbalimbali ya wananchi. Je, wanaelewa gani kuhusiana na umuhimu wa maji kwa afya ya binadamu? Umuhimu wa maji: husaidia mzunguko wa damu mwilini. Cha pili, husaidia mmeng'enyo wa chakula. Pia husaidia kusafisha damu, kwa sababu husafisha damu kwa kutoka jasho na mkojo, kupunguza kiu, umechoka, kutoa kiu. Labda pia si binadamu tuna ugonjwa, unaweza kuwa kwenye jua kali hivi, kichwa kikikuuma, ukinywa maji inasaidia. Ushauri wangu kwa watu ni vyema watumie maji, kwa sababu maji ni muhimu sana kwenye maisha yetu. Hutusaidia kwa mambo mbalimbali kama hivyo mmeng'enyo wa chakula na mambo mengine. Pia usipokunywa maji, sometimes unaweza kuwa unajisikia kizunguzungu, usimame muda mrefu unaweza kusikia kizunguzungu, lakini ukiwa unakunywa maji mara kwa mara, pia huleta rutuba kwenye ngozi. Mtu usipokuwa unakunywa maji, ngozi yako inafifia. Umuhimu wa maji ya kunywa kwangu mimi, kila siku napenda kunywa maji muda wote, lakini sasa kutokana na ratiba za masomo
nimekuwa na ratiba ya kujitengea kunywa maji, hususan nitakapoenda kwenye mgahawa. Na kuwa na tabia ya kupenda kunywa maji na kunywa maji mengi sana kwa ajili ya kucompensate ule muda ambao sitokunywa maji ni wakati nikiwa busy na masomo. Lakini pia katika hali ya maisha ya kila siku, mimi ni mtu ambaye napenda kunywa maji. Napenda kunywa maji, napenda nifuate ile ratiba ya kisayansi kwamba unywe lita 1.5 mpaka lita 3 per day. Lakini huwa najitahidi sana, asilimia kubwa napenda kunywa maji ya kunywa. Maji yanasaidia kuepusha maumivu ya kichwa. Lakini si hivyo tu, maji yanasaidia pia kujenga mwili kwa sababu tunatambua kuwa Tanzania ina joto sasa hivi kali. Kwa hiyo usipokunywa maji mengi, magonjwa nyemelezi madogo madogo yale yanakuandama. Mimi nawashauri wapende kunywa maji kwa sababu maji ndo kila kitu, na 75% ya mwili wa binadamu ni maji na 75% ya ulimwengu wote ni maji. Kwa hiyo usipokunywa maji ya kutosha, unakuwa unajisababishia changamoto mbalimbali za kiafya ziweze kukabili. Na kwa wakike na washauri, usipokunywa maji ndo UTI utaipata sugu. Kwa hiyo UTI inatibika kwa dawa, lakini pia UTI inatibika kwa kunywa maji ya kutosha. Tukizungumzia umuhimu wa maji kwa binadamu, umuhimu wa kwanza, maji husaidia kurahisisha viungo vya wanadamu. Tukizungumzia muscles na joints, haya maji mara nyingi husaidia sana katika kurahisisha viungo ili kusudi mtu aweze kutembea na aweze kufanya kazi kwa usahihi, tunaita coordinatory involutional actions. Nikiingia katika kitu cha pili, maji pia husaidia mwili kusaidia kusambaza damu. Mimi kwa siku huwa natumia lita 3 za maji, ambazo nikitumia lita 1.5 yale maji makubwa kwa siku na natumia asubuhi na kila jioni kabla ya kulala, ni lazima nitumie lita 1.5. Na inashauriwa kama madaktari, kwa mwanaume ni lazima anywe lita 3, lakini pia mwanamke ni lazima atumie lita 2. Kwa ujasiri wangu mimi hutumia lita 3 kwa siku. Kama sijanywa, labda kuna shida zinazo zikatokea, labda nimebanwa kikazi, naweza nisipate muda wa kunywa maji, lakini najua muda wa kunywa maji katika ratiba yangu uko pale pale, huwa ni asubuhi na majira ya jioni. Hata kama mchana nikiwa nahisi kiu, ni lazima tu nitakunywa maji. Maji ni kitu cha muhimu sana, bila maji huwezi kuishi. Kwa hiyo 70% ya miili yetu sisi wanadamu imejazwa kwa maji. Kunywa maji ambayo ni safi na salama kwa mwanadamu husaidia katika mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Hii inatokana na kwamba tunapomaliza kula chakula tunashauriwa tunywe maji kwa wingi, ambapo maji hayo yanapaswa kuwa safi na salama, kwa sababu tunapokunywa maji mengi, lakini pia tunapokunywa maji ambayo ni safi na salama, husaidia katika mfumo mzima wa mmeng'enyo wa chakula na kutuepusha dhidi ya tatizo la constipation, yani ukosaji wa choo kizuri na laini. Na ishauri jamii iweze kunywa maji safi na salama kwa wingi, kwa sababu unapokunywa maji safi na unapokunywa maji ambayo ni salama kwa wingi, unawezesha mwili wako kuwa katika hali ya msawazo, kwa sababu maji yanatumika kama kisawazisho cha mwili wako katika kupunguza na kuweka joto la mwili kuwa sawa na sawia. Mara baada ya kutazama maoni ya wananchi, na sasa mtazamaji, twende katika chumba cha daktari, na leo tupo na Daktari Mnema Mganda kutokea Mnema Pharmacy iliyopo Malimbe jijini Mwanza. Daktari, je, nini umuhimu wa maji kwa afya ya binadamu? Maji yana faida nyingi sana katika afya ya binadamu. Kwanza kabisa, kama tusingalikuwa tunaoga tungenuka. Ngozi yetu ingepata ukurutu, ingepata magonjwa kama upele, ingepata magonjwa kama fangasi. Tunapokunywa maji pia tunaosha chembe zetu zilizopo ndani ya mwili wetu, yani cells. Na katika mfumo huo wa cells kuna njia mbili. Kuna maji safi na maji taka. Kwa hiyo unapokunywa maji, yale maji yanaenda yanaosha zile cells, ya cells zinakuwa refreshed. Alafu pia maji hayo yanatoka katika hizo cells yakiwa na uchafu ambao unatakiwa kutupwa nje ya mwili. Lakini pia maji yanatumika kama wakala wa usafirishaji kwenye mwili. Maji, tunapokunywa maji, yanaingia mwilini, yanasafirisha chakula, yanasafirisha madini na vitu vingine ambavyo vina na hewa kama oxygen, kuipeleka katika kila chembe ya mwili inapohitajika. Lakini pia maji hutumika kama yanabeba nutrients, yani vyakula,
yanabeba madini kama potassium, madini kama calcium, madini kama sodium chloride ambayo ni muhimu katika kuimarisha mifupa na afya ya miili yetu. Kunywa maji ni muhimu kwa sababu kuna mambo mengi. Kama nilivyosema, kinyume chake ni kwamba kama hunywi maji, kuna madini mengine ambayo hayawezi kuyeyuka ndani ya mwili wako. Haya yanaweza kukusababisha magonjwa kama vile mawe kwenye figo, mawe kwenye kibofu cha mkojo, mawe kwenye gallbladder na vitu kama hivyo. Na kama hunywi maji pia mwili unadhoofika na unachoka. Kama hunywi maji, ngozi yako itakakamaa. Inaweza kuwa rahisi kupata vidonda, kupata magonjwa na kadhalika. Kama hunywi maji pia, sumu ambayo inaingia katika mwili wako kwa njia mbalimbali, kwa njia ya vyakula, haiwezi kuwa diluted, haiwezi kuyeyushwa. Kwa hiyo sumu inaweza ikakuletea madhara, kuua figo na vitu vingine. Daktari, kuna watu ambao wana utamaduni wa kunywa soda au juice kama mbadala wa maji. Je, hii ipoje kiafya? Maji sio maji kama maji tu, yanabeba na vitu vingine ambavyo ni muhimu katika kwa afya ya binadamu. Sasa unapokunywa soda, na yenyewe ina chemicals zingine. Zile chemicals ingia mwilini, inaingia na sumu, na hiyo sumu pia inatakiwa itoke mwilini. Kwa hiyo kama unakunywa soda, hunywi maji, ina maana kwamba zile chemicals zitaendelea kuongeza sumu mwilini badala ya kutoa sumu mwilini. Tumetoka kumtazama daktari na sasa tukatazame clinical message ya wiki hii. Clinical message. Mtazamaji wa SAUT TV, mara baada ya kutazama clinical message ya wiki hii, na sasa turudi tena kwenye chumba cha daktari. Daktari, nini ushauri wako kwa watu ambao hawana utaratibu wa kunywa maji? Hakuna kanuni ambayo ina specific ambayo inasema kwamba mtu lazima anywe maji wakati fulani, saa fulani, kiasi fulani. Unywaji wa maji utategemea na mazingira, hali ya hewa pamoja na shughuli ambayo mtu anaifanya. Kwa mtu mzima ambaye anafanya kazi ya ofisini, anywe at least lita 3 kwa siku. Lakini hii pia itabadilika kulingana na shughuli ambayo mtu anaifanya. Kwa mfano, mtu anayefanya kazi ya shamba na hali ya hewa ni ya jua kali, atatakiwa kunywa maji mengi zaidi ukilinganisha na mtu ambaye yuko ofisini labda, au anafanya kazi shambani lakini ni wakati wa baridi, wakati wa masika. Huyu atakunywa maji kidogo. Naam, mara baada ya kutoka katika chumba cha daktari, na sasa tukatazame clinical puzzle ya wiki hii. Clinical puzzle. Na hii ndiyo clinical puzzle ya wiki hii. Mtazamaji, unaweza kushiriki nasi kwa kutuma maoni yako kupitia uwanja wa comment, na maoni yako yataenda kusomwa katika kipindi kijacho. Hadi kufikia hapo, sina la ziada. Asante kwa wewe mtazamaji ambaye ulikuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na usikose kutufuatilia kupitia mitandao ya kijamii Instagram, Facebook, TikTok na YouTube @SAUTTV_TZ. Langu jina ni Irene Chitale. Kwa heri. Home Clinic.